Benki Kuu sasa imeweza kuchukua ile roli yake ya watu kuweza kuifahamu nini Benki Kuu na nini benki nyingine ambazo zilivyo. Mimi nasema tuna benki moja tu ambayo ni Benki Kuu, zile nyingine ni taasisi za fedha. Injini ikitetereka hii, mambo yatakwenda vingine. Inflation utaziona ziko kule tayari, pengine utaziona fedha zinavyokuweko zinaranda mtaani, zinaweza zikatuharibia uchumi wetu vibaya sana, lakini pengine unaweza ukaziona zimepotea kabisa, hali ikaja ikawa nyingine. Kwa hivyo hili ni kushukuruni sana na nikuombeni kwamba shikamaneni hivyo hivyo. Elimu zaidi inahitajika, wengine zaidi waweze kujua huko katika grassroots, hasa katika kuweza kuhifadhi pamoja na matumizi ya fedha yetu, ili tuweze kuilinda na kuhakikisha kwamba fedha yetu bado inaendelea kuwa na thamani kubwa. Sisi tuko tayari kutoa masheha wetu wale 121, wao wana wajumbe wao ambao wako. Kwa hivyo 121 mkiwapa taaluma vizuri, it means kwamba taaluma itasambaa vizuri katika maeneo yetu ya mkoa wa Mjini na Magharibi. Mimi naamini kwamba sisi tuko tayari na chochote ambacho mtakachoweza kukiona, kwamba ofisi ya mkuu wa mkoa na ofisi zetu za wilaya ziko wazi kabisa. Tuko tayari kushirikiana na Benki Kuu wakati wowote, hata kwa short note. Lakini chengine kwamba tunakushukuruni kwa jinsi ambavyo msivyochelewa kulipa miradi yetu ya maendeleo, sababu bila nyie mambo yangekuwa mengine lakini alhamdulillah zikija huku tayari kule unazikuta kwamba transactions zinakwenda vizuri, mambo yanakwenda vyema kabisa. Kwa kuanza tu, Benki Kuu hii tulionayo imeanza mwaka 1966 tarehe 14 Juni. Na hiyo ilikuwa ni baada ya kuwa na sheria yetu sasa ya Benki Kuu mwaka 1965 ilipopitishwa na Bunge letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini kabla ya hapo tulikuwa na East African Currency Board, ndio ilikuwa ikifanya majukumu haya ya Benki Kuu. Na sisi of course tulijiunga nyuma hapo 1919 baada ya Waingereza kwa baada ya vita kuu ya pili ya dunia 1975. Kabla ya hapo ilikuwa ni Waganda na Wakenya ndio walikuwa wana benki kuu moja, hiyo East African Currency Board. Kwa hiyo sisi baada ya kujiunga tukawa watatu, lakini Zanzibar iliendelea kujitegemea ikiwa na fedha yao. Baadaye Zanzibar ilikuja sasa kujiunga mwaka 66 baada ya kama tukiwa kama katika muungano. Japo majukumu hayo kweli yamekuwa yakibadilika kutokana na sheria ya Benki Kuu ilivyokuwa ikibadilika. Ile ya mwaka 65 ikaja ikabadilika. Kwa majukumu mengine tumeendelea kuongezewa na serikali kadri walivyokuwa wanaona kwamba inafaa. Lakini tuyapitie sasa majukumu tu ambayo tuko nao sasa hivi, ambayo ni hii sheria ya mwaka 2006, ambayo uzuri wa hizi ripoti, Mheshimiwa mgeni rasmi, zina specific section ambayo inaelezea Zanzibar, ambako humo ndani huwa inaelezea mfumuko wa bei ukoje kwa kila mwezi, mapato na matumizi ya serikali, lakini hata ile sehemu ya urari wa malipo, namna gani tunauza nje na namna gani tunapokea kutoka nje ili kutengeneza ule urari wa malipo. Kwa hiyo hizi ripoti zetu zinategemea na kipindi, kuna mwezi, kuna robo mwaka, kuna nusu mwaka, lakini pia tuna ile ripoti ya mwaka mzima, annual report. Kuna sababu nyingi sana zinaweza zikapelekea kubadilisha note. Kwanza namna ya utunzwaji wa hiyo note, kwa sababu tumepata changamoto hivi karibuni, bado jamii haina elimu ya utunzwaji sahihi wa note. Unaweza kukuta tunatoa noti mpya leo, lakini kwa sababu jamii haina elimu sahihi ya utunzwaji wa hiyo noti, unajikuta within a short period hiyo noti inakuwa haifai tena kwenye matumizi. Ikirudi kwenye zile financial system zetu, ikirudi kwetu ni kuharibiwa. Nini tufanye? Hapo sisi tunachokifanya Benki Kuu wakati wote tuko kwenye kutoa elimu kwa umma. Sasa hivi Zanzibar pia tunasimamia huduma ndogo za fedha, ambako hilo dawati limekuja rasmi, kwa maana ya hizi microfinance zote zinatakiwa kupata leseni ya Benki Kuu. Pia tunalo jukumu la kusimamia akiba ya fedha za kigeni kwa mujibu wa ile sheria. Tunatakiwa kuhakikisha at a point in time tunakuwa na akiba ya fedha ya kigeni za kutosheleza zaidi ya miezi 4 ya uagizaji wa bidhaa na huduma. Kwa hiyo at a point in time tuna jukumu la kuhakikisha kwamba wakati wote Tanzania tunakuwa na akiba ya kutosha ya fedha ya kigeni.